Mheshimiwa Rais, katika kipindi cha mwaka 2023-24 kupitia operesheni mbalimbali za uchunguzi, TAKUKURU ilifanikiwa kuokoa kiasi cha shilingi bilioni 30.19. Baadhi ya chunguzi zilizofanikisha uokoaji huu ni hizi zifuatazo. Mosi, mikopo isiyorejeshwa katika Benki ya Maendeleo ya TIB kiasi cha shilingi bilioni 6.6. Mikopo hii ilitolewa bila kuzingatia utaratibu na vigezo kwa kampuni ya Amboni Saiso Properties Limited ya jijini Tanga. Fedha hii tayari imerejeshwa TIB. 2. Ushuru uliokusanywa katika maeneo ya minada, masoko na maeneo mengine katika halmashauri ya jiji la Ilala kiasi cha shilingi bilioni 6.8. Wakusanyaji hao wa ushuru hawakuziwasilisha fedha hizo benki. Fedha hizo zimerejeshwa na kuwekwa katika akaunti ya mfuko mkuu wa halmashauri ya jiji la Ilala. Ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo katika halmashauri kiasi cha shilingi bilioni 3.16. Kati ya kiasi hicho, shilingi bilioni 1.12 ni fedha taslim iliyorejeshwa kwenye akaunti za halmashauri na shilingi bilioni 2.04 ilidhibitiwa sambamba na vifaa kurejeshwa katika miradi husika. 4. Ukwepaji kodi wa shilingi bilioni 2.4. Kati ya fedha hii, shilingi milioni 281.44 ilikuwa ni fedha ya kodi iliyokwepwa kulipwa na wafanyabiashara mbalimbali katika mkoa wa Kigoma. Vile vile TAKUKURU imeokoa kiasi cha shilingi bilioni 2.15 iliyotokana na ukwepaji wa kodi ya zuio, yani withholding tax. Mheshimiwa Rais, katika kipindi hiki TAKUKURU imekamilisha uchunguzi wa majarada 728 na kuwezesha kuchukuliwa hatua mbalimbali kwa mujibu wa sheria. Kati ya majarada hayo 17 ni ya rushwa kubwa ambayo yanahusisha thamani ya shilingi bilioni 1 na kuendelea. Chunguzi hizo ni pamoja na hizi zifuatazo. 1. Mkataba wa upangishaji wa jengo la Ngorongoro Tourism Center shilingi bilioni 7.96 ambapo watuhumiwa walimpangisha mteja chini ya bei iliyoelekezwa katika operation plan na bila kupata ridhaa ya bodi ya wakurugenzi. 2. Vitendo vya rushwa na utakatishaji fedha kiasi cha shilingi bilioni 4.2 kwa watumishi wa kitengo cha agency banking cha benki ya CRDB kutoka kwa mawakala wakuu super agents ili wasiwasitishie mikataba yao ya uwakala. 3. Vitendo vya rushwa na uchapishaji wa fedha kwa kushirikisha watumishi wa benki na watumiwa wengine kama ifuatavyo. Shilingi bilioni 2.35 zilizochepushwa na maafisa wa benki ya ABC kupitia miamala iliyofanyika na kurejeshwa, yani teller reversal entries. Miamala ya kutuma pesa kutoka kwenye akaunti kwa njia ya simu, mobile banking transfers. Kuruhusu miamala ya kupitiliza iliyofanywa kwa kupitia katika huduma ya kadi ya malipo ya kabla, yani card overdrawn in connection with prepaid card services. 4. Vitendo vya rushwa na kuisababishia serikali hasara ya shilingi bilioni 2.89 kwenye zabuni ya ujenzi wa daraja la Kijichi Toa Ngoma na barabara ya Mwanamtoti katika wilaya ya Kigamboni jijini Dar es Salaam. 5. Vitendo vya rushwa vilivyofanywa na kampuni ya Nat Group Limited kwa kushirikiana na watu wengine kama dhamana wakati wa kuchukua credit bond yenye thamani ya shilingi bilioni 2.3 kutoka First Assurance kwa lengo la kupata uwezo wa kununua mafuta aina ya petroli kwa njia ya mkopo kutoka katika kampuni ya usambazaji mafuta ya United Petroleum Limited. Na 6. Vitendo vya rushwa kwenye usambazaji wa vifaa vya umeme vyenye thamani ya shilingi bilioni 2.01 katika bohari ya TANESCO mkoa wa Mwanza. Mheshimiwa Rais, majarada mengine yaliyochunguzwa yalihusu: 1. Uchunguzi wa tuhuma 285 ambazo zilitokana na taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG ya mwaka 2022-23. Kutokana na tuhuma hizo, tuhuma 145 zilifungwa kwa kukosa ushahidi unaothibitisha vitendo vya rushwa pasipo shaka, yani beyond reasonable doubt. Dataflow inakuletea uhuru wa kukamilisha chochote na internet ya uhakika. Kuwa hewani muda wote, popote ulipo, utakuwa na internet ya uhakika. Ni salama na huunganisha kwa haraka. Ina nguvu hata sehemu zenye msongamano. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.